ya mwaka huu utaona mapungufu yaliyopo, na omba kayasimamie. Shirikiana na sekta, waziri wako, katibu mkuu, mwende mkaitengeneze TEMESA iwe kweli ni chombo cha serikali cha kutumainiwa. Viongozi walioapishwa ni pamoja na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Daktari Evelyn Munusi ambaye ni katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi, Hussein Mshenga, CGFM. Mtu mmoja raia wa Burundi aliyekuwa akiishi nchini Kenya amekamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kutaka kuliibia kanisa la EAGT Kidatu shilingi milioni 15. Mwandishi wetu Emily Kasapa ana undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha, mtu huyo alidukua barua ya kanisa la EAGT Kidatu waliomwomba rais wa Tanzania kuwasaidia shilingi milioni 25 za ujenzi wa kanisa, lakini tapeli huyo aliliandikia kanisa kwamba rais ameliomba shirika lao la Support the Solidarity Fund for the Church in Africa kutoa msaada huo na kwamba shirika litawapa shilingi bilioni 2. Kwa hiyo wakamwandikia barua wakimwambia, rejea barua yako ya tarehe 25 mwezi wa 4 kwamba ofisi yetu imepata kibali kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Ameandika maelezo mengi, lakini kubwa akitaka kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais amewaelekeza wawapatie kanisa hili shilingi bilioni 2. Lakini akaenda mbali akasema, sasa nyinyi kwa kazi kubwa hii tuliyowafanyia, hivi ni kweli tuwape bilioni 2 jamani, hata maji ya kunywa? Kwa wakajiandaa, na huyu bwana akasema andaeni shilingi milioni 15. Na yeye kwa maelezo yake anafanya kazi za utapeli makanisani kwa sababu ni rahisi kupata hela. Kanisa la kwanza ni kanisa la EAGT Kidatu. Kuna mchango wa gari la kanisa la Mennonite kule Arusha. Kuna kanisa la Waadventista wa Sabato kule Bukoba. Kanisa la Kristo kule Buzuruga Mwanza. Kuna kanisa la Waadventista wa Sabato Tanga. Mkuu wa mkoa wa Tabora ameongeza kuwa kijana huyo pia alikuwa akihamasisha maandamano wakati wa uchaguzi mkuu uliopita kwa kuwasiliana na wanaharakati pamoja na viongozi wa vyama vya siasa. Katika upekuzi zaidi, huyu bwana kipindi kile maandamano yanataka kufanyika, alikuwa akiwasiliana na Mange Kimambi na akimwambia Mange Kimambi kwamba mimi ni raia wa Tanzania, naishi Nairobi, kwa matatizo yaliyonifika nimeamua kukimbia nchi, naishi Nairobi na tupo tayari kukinukisha. Akawasiliana na Heche, message nyingi, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, message nyingi, lakini hakuna hata message moja ambayo Heche aliwahi kumjibu. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, amesema jeshi hilo litaendelea kuulinda mkoa wa Tabora dhidi ya utapeli wowote. Tunataka kuhakikisha kwamba hakuna utapeli ambao utafanyika kwenye mkoa wetu wa Tabora. Yaani matapeli wote wanaotumia njia mbalimbali kwa utapeli wananchi, tutahakikisha kwamba tunawafikia popote walipo na hatua stahiki za kisheria zinakwenda kuchukuliwa juu yao. Kwa upande wake mchungaji Rashidi Jumanne amesema tapeli huyo alimpigia simu kwamba ili wapate shilingi bilioni 2 ni lazima wazikatie bima pesa hizo, ambapo walikubaliana wakutane na Manga mpakani mwa Arusha na Kenya ili amkabidhi fedha hizo. Tukafanya mtego, tukaondoka kwenda na Manga. Kilichofanyika, akapiga simu kwangu Mr. Mtemo, akamwambia naomba tuongee kwa WhatsApp, kwa video call. Sasa wakati ananiambia tuongee kwa video call, nikatoka nikaenda stendi. Nikiwa nimeshika begi, nikamwambia ili begi nimebeba fedha, kwa naogopa naweza nikatekwa, kwa naomba nitafute mahali nitulie. Akasema chukua guest, pumzika pale, alafu mimi nitakuja. Baada ya muda akawa kaingia. Alipoingia, akaingia akamkamata. Nilijaribu kuongea naye kirafiki, nikamwambia kwa nini unatapeli makanisa? Akasema ndiko unapata hela nyingi, ukipiga mmoja unapata milioni 8, 10, ndiko kuna hela ambazo za haraka. Naye tapeli huyo Gadeli Mtema mwenye umri wa miaka 45 ameomba kusamehewa makosa hayo, huku akimwomba msamaha Mwenyezi Mungu, kanisa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimekosea sana. Hiyo barua ya mchungaji niliingia Google nikaiandika, ikaja. Na niliandika kanisa linaloomba msaada, ndio ikaja hiyo barua yake sasa ya mchungaji. Nafikiri kwa ndo kazi yangu ya kwanza. Mtema aliyewahi kuishi katika kambi ya wakimbizi ya Katumba iliyoko wilayani Mpanda, alizaliwa na kupata elimu ya msingi mkoani Kigoma kabla ya kujiunga na elimu ya sekondari nchini Burundi, na baadaye alirejea tena Tanzania kujiunga na chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, ambako alichukua shahada ya kilimo kabla ya kuhamia nchini Kenya na kuanza utapeli. Emil Kasapa, CGFM. Wataalamu wa afya mkoani Tabora wamewahimiza wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanapatiwa dozi ya pili ya chanjo ya polio kwa sababu ni hatua muhimu ya kukamilisha kinga dhidi ya ugonjwa huo.
Mwandishi wetu Winifrida Ngasa amekuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika kipindi cha CG Morning Power kinachorushwa na kituo hiki, mmoja wa wataalamu hao, mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Tabora, Daktari Nasoro Kaponta, amesema kampeni ya awamu ya pili ya chanjo ya polio inalenga kuwafikia watoto wote ili kuwapa kinga kamili. Zoezi hili la utoaji wa chanjo kwa watoto chini ya miaka 10 ni muhimu sana, kwa sababu inakwenda sasa sambamba na kauli mbiu ya kwamba kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Kwa hivyo ni wahimize wananchi wanaonisikiliza kupitia kipindi hiki kwamba kila mmoja aone kwamba sasa kampeni hii ya chanjo ya polio ni fursa kwa watoto wetu. Tuhakikishe kwamba kila mmoja, kila mtoto anapata chanjo hii ili kuweza kumkinga na ugonjwa huu wa polio. Kwa upande wake, mratibu wa chanjo mkoa wa Tabora, Masunga Selemani, amesema chanjo hiyo inatolewa bure katika vituo vya afya, nyumba kwa nyumba na maeneo yaliyopangwa. Lakini pia tunaenda kutoa sasa dozi ya pili kama kiongozi alivyokwisha kusema. Hii inaenda kuboost immunity ya huyu mtoto ambaye tayari kwa ameshapata dozi ya kwanza. Na hapo sasa atakuwa na kinga kamili, na anapokuwa na kinga kamili anakuwa ametengeneza head immunity kwenye hiyo community, na itasaidia sasa kutokuambukiza hawa watoto wengine ambao wanakuwa yuko nao karibu. Naye afisa mpango wa taifa wa chanjo katika Wizara ya Afya, Salome Mwinjuma, amesema bado kuna uhitaji wa kuongeza uhamasishaji ili kuhakikisha hakuna mtoto anayekosa chanjo hiyo. Chanjo hizi ni salama, zimethibitishwa kabisa na TMDA na Wizara ya Afya. Kama wako ukimficha mwingine akapata chanjo, ugonjwa ukitokea, yule wako ambaye alifichwa atakuwa wa kwanza kupata ugonjwa ule. Tuwahimize, tutoe watoto wetu wapate chanjo. Ameongeza kuwa ni muhimu zaidi kwa wazazi na walezi kuhakikisha hawafungii watoto ndani, kwa sababu chanjo ya polio haina madhara ya aina yoyote, bali ni muhimu kwa ajili ya kumkinga mtoto. Tunawashauri na kuwahamasisha wananchi wawapeleke watoto, wawatoe, maana tutapita nyumba hadi nyumba. Watoe watoto wao, wasiwafiche, tuwape chanjo ili kuwajengea immunity na wasije wakapata tena magonjwa. Kampeni ya awamu ya pili ya chanjo ya polio itafanyika kuanzia tarehe 7 hadi 10 mwezi huu, yenye lengo la kumwezesha mtoto apate kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa polio na kutoa fursa kwa watoto waliokosa chanjo hiyo awamu ya kwanza waweze kuipata katika awamu ya pili. Winifrida Ngasa, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Baadhi ya maafisa usafirishaji katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wamesema kupanda kwa bei ya mafuta kumesababisha kipato chao kishuke kwa sababu wateja wanapungua. Mwandishi wetu Nyamizi Mdaki ana maelezo kamili. Wakizungumza na CGFM, Andrea Mapunda, Jilambe Juma na Dennis Tuseyage wamesema hali hiyo imesababishwa na abiria kuhamia kwenye aina nyingine ya usafiri baada ya bodaboda kupandisha nauli ili wapate faida kidogo. Kwa asili kwake labda kwa kupungua wateja tu. Ila mimi ni asili kwa sababu bei yangu mimi nikipanga naona inanilipa sehemu fulani, basi naenda na bei hiyo. Kwa wateja kiukweli wanapungua. Labda tunapambana na hali yenyewe hivi ilivyo. Wanapungua kulingana na bei. Maana kufikia lita 4000 na huko sasa ukimwambia kutoka National kwenda mjini ukimwambia 2000 yeye anasema anabuku. Sasa hapo inakuwa ni ngumu. Uchumi wateja watapungua, lakini sasa hamna namna, inabidi cha kufanya hapo. Kama tulikuwa tunapata 10,000 faida, inabidi pungue sasa. Kama kwa naweka 10,000, weka 5,000. Maafisa usafirishaji wengine Masudi Kanena, Saidi Ramadhani na Omari Ramadhani maarufu Pakome wamesema kwamba kupanda kwa bei ya mafuta hakuwaumizi wao, bali anayeathirika ni mwananchi wa kawaida ambaye ndio mlaji. Upande wa mafuta ni kawaida tu, vizuri. Kama ilipopanda mafuta na bei zitapanda. Kwa sababu bora ilianzia buku. Angalia mafuta yanauzwa 1800 kipindi kile tunabebea buku. Mpaka leo hii eti mafuta 4200 na kidogo kwetu bebea 1000. Haiwezekani. Kinapungua au kinaweza kikapanda. Kwa sababu sasa hivi bei imepanda. Nikibeba wateja wangu 5, napata kiasi kizuri cha fedha. Tofauti na zamani nikibebea buku 5 kwa maana napata 5000. Sasa hivi nikibeba 5 napata 10,000. Inabidi tupandishe nauli. Maana unakuta mafuta unayapata kwa bei juu hivyo. Abiria ukimwambia nipe 2000 au 3000 kwenda Ikulu hawezi kutembea. Kwa upande wake mmoja wa abiria Happiness John amesema anaingia gharama kubwa kupanda usafiri wa pikipiki kila siku kufuata biashara zake mjini. Kupanda kwa mafuta inatupa changamoto, si abiria, nauli zimekuwa juu sana. Bodaboda hadi mjini anakuambia 2000 au 1500. Kwa hiyo ni wafanya biashara unakuta inatubana. Yaani kila siku lazima tuende mjini, au unaweza kupata dharura umepigiwa simu na
labda kuna mzigo inabidi tena uchukue boda uende. Kwa hizo nauli zilizopatia ni kwa yani gharama sana. Naye mwenyekiti wa umoja wa maafisa usafirishaji wilaya ya Tabora, Michael Mtuve, amesema kuwa hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta kutaleta changamoto kwa jamii kwa sababu uchumi unategemea usafirishaji. Kuzungumzia issue ya mafuta kwa kweli kidogo imetuletea changamoto, kwa sababu lazima maisha yatapanda gharama zaidi, kwa sababu asilimia kubwa uchumi unategemea na usafirishaji. Kwa hiyo kwa hii hali itatuletea kidogo mtihani. Kama afisa usafirishaji, kwa kweli kila mtu atabidi aangalie kulingana na umbali anaotumia kwa ajili ya kumsafirisha abiria, kwa sababu kuna town trip zenyewe zinajulikana, lakini kuna zile safari ambazo zinakuwa kidogo zinatoka nje ya mji, zenyewe kidogo zinaleta changamoto kidogo. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta kwa mwezi Mei, ambapo mafuta yamepanda bei kutoka shilingi 3820 mpaka shilingi 4115 kwa lita ya petroli kwa bei ya rejareja jijini Dar es Salaam, ambapo inaelezwa kuwa kupanda huko kwa bei kunachochewa na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Bei hizo mpya zimetangazwa leo Mei 6 na zitatumika kwa mwezi huu, ambapo kwa upande wa bandari ya Tanga mafuta yamepanda kutoka shilingi 3881 hadi kufikia 4176 kwa bei ya rejareja, huku kwa upande wa bandari ya Mtwara mafuta yamepanda kutoka shilingi 3912 mpaka kufikia 4207 lita moja kwa bei ya rejareja. Nyamizi Mdaki, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Jeshi la Chad limesema wanamgambo wa Boko Haramu wamewaua wanajeshi 23 katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi iliyo katika eneo la Ziwa Chadi. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Stefania Lyson. Eneo hilo limekuwa likitishiwa kwa muda mrefu na kundi la wanamgambo wa Boko Haram lenye makao yake nchini Nigeria, ambalo linajulikana kwa kushambulia nchi jirani. Jeshi la Chad lilisema wanajeshi wengine 26 walijeruhiwa katika shambulio la Jumatatu usiku kwenye kisiwa cha Barka Tolorom. Katika taarifa yake, jeshi la Chad limesema idadi kubwa ya wanachama wa kundi la Boko Haram waliangamizwa na washambuliaji hatimaye wakafukuzwa. Katika taarifa tofauti, rais wa Chad, Mahamat Idris Deby, ameliita shambulio hilo kuwa la uoga. Stefania Lyson, CGFM. Baharia wa Kitanzania amekufa wakati akihudumu katika meli ya kuvuta iitwaye Volansi. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limeeleza kuwa kifo cha baharia huyo Mchama Mongu kilitokea tarehe 3 mwezi huu. Meli hiyo iliyobeba bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu ilikuwa safarini kutokea falme hizo kuelekea nchini Oman. Chombo hicho kilishambuliwa na bomu wakati kikivuka kwenye mlango bahari wa Hormuz kulipo katika kati ya nchi za Iran na Oman. Katika taarifa yake, TASAC imesema kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki zinafuatilia kwa karibu taarifa za tukio hilo ili waweze kurudisha mwili wa marehemu nchini Tanzania mara tu utakapopatikana. Zaidi ya watu 20 wameripotiwa kuuawa kufuatia mashambulizi makali yaliyotekelezwa na Urusi saa chache kabla ya kuanza kwa makubaliano ya usitishaji mapigano. Kwa mara nyingine tena, huyu hapa Stefania Lyson. Mashambulizi hayo yamelenga hasa maeneo ya makazi, hali iliyosababisha vifo vya raia wengi pamoja na majeruhi kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo husika, milipuko mikubwa ilisikika katika miji kadhaa, huku majengo yakiharibiwa vibaya na miundombinu muhimu kuathirika. Wakazi walionusurika wamelazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi. A cynical strike on facilities in the city of Sephorita for guided aerial bombs.
Mji wa Zaporizhia umekumbwa na shambulio la kikatili lililohusisha mabomu 4 ya angani. Baada ya milipuko hiyo, adui alitumia droni za Shahed kushambulia maeneo yale yale kwa makusudi. Hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba timu za uokoaji na dharura zilizuiliwa kukaribia eneo la tukio kwa muda mrefu. For a very long time, state emergency service workers and municipal services were unable to approach the location. Vikosi vya zimamoto na uokoaji vimekuwa mstari wa mbele katika juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa manusura waliokwama chini ya vifusi. Operesheni hizo zinaendelea katika mazingira magumu yakikabiliwa na changamoto za vifaa na hatari ya milipuko mingine. Mashambulizi yalipiga maeneo ya biashara na karakana za magari. Tulifika haraka sana na kuanza kutoa huduma ya kwanza kwa waliojeruhiwa vibaya na kupoteza damu nyingi. Kwa jumla niliwahudumia watu 4 au 5 hivi. Mashirika ya kimataifa na viongozi wa dunia wameendelea kulaani mashambulizi hayo, wakisisitiza umuhimu wa kulinda raia na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Stefania Lyson, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi kufanya kazi kwa weledi, kuzingatia uaminifu na uzalendo ili waweze kuleta matokeo chanya katika taifa. Mtu mmoja raia wa Burundi aliyekuwa akiishi nchini Kenya amekamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kutaka kuliibia kanisa la EAGT Kidatu shilingi milioni 15. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Chadi limesema wanamgambo wa Boko Haramu wamewaua wanajeshi 23 katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi iliyo katika eneo la Ziwa Chad. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote waliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe uliokuwa ukifuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Vivian Piuza.